Mwenyekiti na sote tulioshiriki hapa, labda kabla ya kujibu maswali, kwanza nishukuru kwa maswali, manake yametuleta hasa katika madhumuni ya kukutana kwetu. Lakini kabla ya kujibu maswali, nilisema nieleze kwa ufupi tuko wapi, tunaelekea wapi. Nadhani tutaweza kuunganisha vizuri na haya maswali. Pengine majibu yake mengine tatoka kwenye haya maelezo mafupi nitakayozungumza. Lakini kwa ufupi, sitaki niende nyuma sana. Mnakumbuka nyote, baada ya uchaguzi mkuu Zanzibar mwaka 2020, ni moja katika uchaguzi uliokuwa na matatizo makubwa sana, ya kusikitisha kwa hakika, kwa sababu huko nyuma tumeanza, tulipoingia vyama vingi tena kwa mara ya pili mwaka 95, tokea 95 tumekuwa na matatizo yakijirudia hayo kwa hayo, na juhudi mbalimbali zilichukuliwa mpaka tukafika pahala tukawa na muafaka wa kwanza, muafaka wa pili. Yote ilikuwa ni juhudi ya kutatua matatizo yanayotokea Zanzibar, na sababu yake kubwa inakuwa ni uchaguzi. Mpaka tukafika pahala tukawa na serikali ya umoja wa kitaifa kuanzia mwaka 2010 na ambayo ilidumu mpaka 2015. Lakini baada ya uchaguzi wa 2015, kipindi cha miaka hiyo mitano hatukuwa tena na serikali ya umoja wa kitaifa, kwa sababu upande wa upinzani walikataa kuingia kwenye serikali kwa sababu hawakutaka kushiriki katika uchaguzi wa marudio wa mwaka 2016, kwa sababu ambazo ziko wazi kwamba uchaguzi wa 2015 dunia yote ilishuhudia kwamba uchaguzi ulienda vizuri, waliochaguliwa wamechaguliwa mpaka wakapewa na vyeti vyao na tume kama sheria inavyotaka kwamba nyinyi mmeshinda. Ghafla mwenyekiti peke yake bila hata kushauriana na wenzake kama inavyotaka katiba, peke yake akaamua kwamba uchaguzi ule umefutwa na akaitisha uchaguzi wa marudio, na ikawa ni sababu ya tatizo. Tulitegemea kwamba kwa miaka mitano ile ambayo Chama cha Mapinduzi walibaki peke yao ndani ya serikali, ulitegemea labda wangeona haja ya kurekebisha ili yasitokee tena yale 2015, wala tusirudi nyuma yale ambayo yalipatikana kidogo kutokana na juhudi hizi mbalimbali za viongozi mpaka kufika kwa na serikali ya umoja wa kitaifa. Na watu walikuwa mashahidi miaka ile mitano ya serikali ya umoja wa kitaifa. Kwanza kulikuwa na amani na utulivu kweli kweli, lakini pili, watu wengi wa ndani na nje sasa pamoja na wawekezaji walipata imani kubwa ya kuja kuwekeza Zanzibar, waliotaka kurudi, hata biashara ilikuwa, uwekezaji ulikuwa, na matumaini yalirudi kwamba kumbe Zanzibar inawezekana. Lakini bahati mbaya 2020 uchaguzi ukaja, ndio ukawa mbaya kuliko wote, kwa sababu katika majimbo mengi kwanza hata kura hazikuhesabiwa. Fika pahala leo tuna mtu ambaye ni mbunge huko kwenye chombo kitukufu kabisa cha bunge, ana kura 36, lakini humo ndani ya bunge kuna wabunge wengi tu sasa hivi katika bunge lile, wenyewe wanajua hawakushinda kwa sababu hata kura hazikuhesabiwa kwenye majimbo yao. Lakini leo ndio tu wamo wengine mawaziri. Tuna aina hiyo ya tumefikishwa hapo. Lakini mbali ya hilo, uchaguzi ule uliacha watu 21 waliouliwa, na wengi wao wameuliwa watu innocent, wengine wameuliwa wakiwa majumbani, wakiwemo watu wanawake wajawazito, wakiwemo watoto. Kuna msichana wa umri wa miaka 15, kuna wazee wa miaka 80 ambaye mtu alichukuliwa nyumbani mwake baada ya uchaguzi, akaepelekwa akateswa mpaka akarejeshwa
hakuweza kuhimili yale, ndani ya muda mfupi, siku ya pili ya tatu akafariki. Ilikuwa ni kitu kimoja cha kuumiza sana. Lakini tuliachiwa watu ambao walibaki na ulemavu wa kudumu, permanent incapacity, watu 18. Watu ambao walitibiwa muda mrefu 47, tuliachiwa yatima 38 na vizuka 14, na watu takriban 1000 ambao kwa namna moja au nyingine waliathirika na uchaguzi ule wa 2020. Sasa pamoja na mapito yote hayo, pamoja na yote hayo, lakini kiongozi wetu marehemu Maalim Seif Sharif Hamad akashauriana na wenzake, akasema pamoja na mapito yote haya, pamoja na mengi ambao watu walifanyiwa, lakini tuipe fursa Zanzibar ya kusimama tena. Tusikate tamaa, tusichoke. Na kweli tukakubaliana kwamba pamoja na kwamba viti vyote vimechukuliwa, pamoja na yote haya, Maalim mwenyewe alikubali kujishusha, kwa sababu hata yeye mwenyewe mambo aliyofanyiwa yalikuwa ni ya kumfedhehesha sana, ya kumdhalilisha kweli kweli. Lakini aliyameza yote haya kwa madhumuni ya kwamba kuipa nchi ile fursa tena. Aliona uwezekano huo, na tukaingia kwenye serikali ya umoja wa kitaifa, lakini kwa masharti au kwa kuomba au kwa kukubaliana mambo matatu makubwa, na ambao tuliahidiwa kwamba haya yataweza kutekelezeka au yatatekelezwa. Twendeni tukaungane, twende tukayatekeleze, tunyoshe nchi yetu. La kwanza tusema kwamba ifanyike uchunguzi wa kina kwa yale yaliyotokea. Na huo umekuwa ni uzoefu, si kwamba ni jambo geni, jambo jipya, kwa sababu kwa wale wa umri kama kwangu mimi na wanaosoma historia, wanajua kwamba mwaka 61 mwezi wa Juni Zanzibar kulitokea riot kubwa sana. Kulitokea machafuko, watu wakapigana, watu 68 wakauliwa, na wengine mbali takriban 200 wakajeruhiwa. Lakini serikali iliunda tume, Commission of Inquiry, ikachunguza na ikaja ikaeleza, ikatoa ripoti yake ambayo mpaka leo ipo, kila mtu anaweza kuisoma, haikuwa siri. Ni sehemu ya historia yetu. Lakini ikaeleza watu wangapi waliofariki na majina yao, wangapi waliojeruhiwa, ikaeleza nani wakosa na makosa gani, hatua gani zichukuliwe ili haya sirudie, wakaeleza. Na kutokana na ripoti ile, jambo la kwanza, wale waliohusika walishtakiwa na wako wengi waliotiwa hatiani. La pili, serikali ilichukua hatua ya kurekebisha sheria ya jinai pamoja na sheria ya nyendo za jinai, yani Penal Code and Criminal Procedure Code. Zilirekebishwa ili kuhakikisha kwamba yale yaliyopelekea machafuko kama yale hayatorudia tena. Na mwaka 2001 mnakumbuka pia kwamba ilitokea tena chafuko, watu wengi zaidi ya 40 wakauliwa, lakini serikali ilikuja ikaunda tume maarufu, tume Hashim Bita, kuchunguza yale yaliyotokea. Na wakaja na ripoti, wakaeleza nani walioathirika, nani waliouliwa, ngapi waliouliwa kwa majina, ngapi waliojeruhiwa, wanawake waliodhalilishwa, na ikapendekeza na hatua za kuchukuliwa. Lakini sio hilo tu, serikali yenyewe iliunda kamati ambayo iliwajumuisha pamoja na rais wa sasa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Rais Samia, na wengine, wakazunguka katika miji mbalimbali duniani, nchi mbalimbali, kuieleza dunia kwamba yaliyotokea yalikuwa bahati mbaya, na serikali itachukua hatua madhubuti kuhakikisha kwamba yale hayatotokea.
na miongoni mwa hatua zilizochukuliwa ilikuwa ni pamoja na kuunda tume ya utekelezaji wa mwafaka, Joint Presidential Commission for Implementation ya Political Accord, ambayo ilisimamia marekebisho mbalimbali. Miongoni mwa marekebisho ambayo mpaka leo yamebaki baada ya hatua zile ni pamoja na kuanzishwa ofisi huru ya uendeshaji wa mashtaka, ofisi ya DPP, kwa sababu ilionekana kwamba moja iliyopelekea ile ni kwamba criminal justice ilikuwa inatumika vibaya, hasa prosecution. Watu badala ya kuwa prosecuted walikuwa wanakuwa persecuted. Ikaundwa ofisi huru chini ya katiba kupitia marekebisho ya 8 ya katiba, na DPP akawa huru kufanya maamuzi. Na mimi nikapata heshima ya kuwa DPP huyo wa mwanzo kuanzisha ofisi ile. Miaka 9 nikakaa pale, tukaanzisha ofisi. Na kweli na marekebisho mbalimbali tuliyofanya, yakiwemo ya kuondoa polisi wasiendeshe mashtaka, waendesha mashtaka waliofunzwa. Hapa Marekani walitusaidia sana katika kujenga taasisi ile. Zilikuwa ni hatua ambazo zilichukuliwa na serikali baada ya hayo, na baadaye ndio ikaishia kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Sasa tulitegemea kwamba kwa yaliyotokea 2020 ambayo yalikuwa ni makubwa zaidi kuliko yaliyowahi kutokea huko nyuma, tulitegemea kwamba haya kwa hivyo la kwanza ilikuwa ni kuunda hii Commission of Inquiry. La pili lilikuwa ni kuanzisha chombo cha kusimamia mafungamano ya kitaifa, yani Commission, National Cohesion Commission, ili hii iwe ni chombo cha kudumu kitachohakikisha kwamba kunafanyika reforms mbalimbali zitakazojenga mustakabala, zitakazojenga maridhiano kwa ajili ya kuhakikisha kwamba yale yaliyotokea huku nyuma yote hayatokei tena. Zanzibar inakuwa salama, inakuwa stable, tunaendelea katika nchi, watu wanaunganishwa, na kunatolewa fursa ya kujenga misingi bora ya kuendesha nchi. Na la tatu lilikuwa ni kufanya mageuzi katika mfumo wa uendeshaji wa uchaguzi, kwa sababu hii ndio ilikuwa sababu kubwa. Matokeo yote tokea 95 mpaka 2020 yote yamezunguka juu ya uchaguzi. Kwa hivyo haya yalikuwa ndio mambo makubwa, na tukapata ahadi ya kwamba haya yanatekelezeka na yatatekelezwa. Lakini mpaka leo tunavyozungumza hakuna lolote hata moja ambalo limetekelezwa. Na badala yake sio tu kwamba haya kutekelezwa lakini tumepata fursa ya kuona tunakoelekea. Kwa sababu la kwanza tumefanya chaguzi ndogo. Kwa ambao wanafuatilia, tumewahi kufanya uchaguzi wa jimbo la Konde, mbunge aliyokuwepo alifariki, tukafanya uchaguzi mdogo. Jimbo lile traditionally haijawahi kutokea Chama cha Mapinduzi wakapata kura zaidi ya 10%. Na tulifanya uchaguzi ule vizuri, kura zikahesabiwa, matokeo yakajulikana, lakini dakika ya mwisho returning officer, msimamizi wa uchaguzi, wakati wa kutangaza matokeo akaenda kumtangaza mgombea wa Chama cha Mapinduzi hapa hakushinda, kwa ushawishi na kwa maelekezo ya wenye mamlaka ambao walikuja dakika ya mwisho pale wakampa maelekezo hayo. So sad kwa kweli. Lakini kwa sababu sisi tulishapata taarifa mapema na kuwaambia viongozi wote wawili, Rais wa Jamhuri na Rais wa Zanzibar, kwamba Konde kuna kwenda kutokea tatizo, na hao wakasema no, haitotokea tatizo. Kwa hivyo lilipotokea hili, na wenyewe watu wa Konde wakachechamaa, mbunge huyo aliotangazwa akajiuzulu hata kabla hajakula kiapo, tukafanya uchaguzi mwingine na sisi tukashinda uchaguzi ule.
na ilitarajiwa hivyo na ndio ilivyokuwa. Lakini tukafanya uchaguzi mwingine Mtambwe, uchaguzi mdogo baada ya aliokuwa mwakilishi pale kufariki. Mtambwe ambako umelala mwili wa Maalim Seif ambaye alikuwa alosimamia haya na akakubali kubeba yote aliyobeba. Lakini nako kukafanyika pia mambo ya ajabu ya kitoto kabisa, kwa sababu mwakilishi wetu aliambiwa, ilitolewa kitambulisho cha kwamba ana vitambulisho viwili, kitu ambacho ni cha kushangaza sana, ili kumdisqualify asiwe, na hili lilisimamiwa na watu wenye madaraka, watu wenye mamlaka. Tukaenda tukakata tume, tukakata rufaa, ndio akaruhusiwa kuwa mgombea. Lakini tulitegemea kwamba kweli kama ingekuwepo nia ya dhati, kama kweli una leadership, una watu ambao wana dhamira nzuri, wana nia ya kujenga, ulitegemea walohusika, kwa sababu wanajulikana. Sisi tumepata taarifa tokea harakati hizo zinafanyika, tukaambiwa kitambulisho kitatolewa lini, na kweli kikatolewa. Tukapata namba ya kitambulisho kile cha feki kabla hata hakijatolewa kupewa anayehusika. Yote tumearipoti, lakini hakuna hata mmoja ambaye alichukuliwa hatua. Tumefanya na chaguzi nyingine ndogo Kinuni na sehemu nyingine, lakini ninachotaka kusema ni kwamba hakuna kinachobadilika. Lakini mbali ya hilo, kitu kingine cha ajabu sana, kwamba aliyekuwa mkurugenzi wa uchaguzi mwaka 2020, uchaguzi ambao unalalamikiwa na ndio ulikuwa sababu ya maafa, aliteuliwa tena. Maana baada ya uchaguzi aliteuliwa kwa katibu mkuu, lakini kitu cha kushangaza akateuliwa tena, akarudishwa tena aje awe mkurugenzi wa uchaguzi. Unasema hapo una kiongozi ambaye anataka kutengeneza, lakini kamrudisha mtu ambaye anajua huyu alikuwa ndio msimamizi wa uharibifu wote uliotokea. Lakini yupo pamoja na ahadi kwamba no, tutamuondoa, kweli ilikuwa kosa, ile haikuwa sawa. Na kuna viongozi ambao walisema na kushauri kwamba no, hii haileti picha nzuri, sio jambo zuri, hatujengi kwa kufanya hivi. Lakini mpaka leo hatua hiyo ndogo imeshindwa kuchukuliwa. Kwa hivyo leo tupo katika mwelekeo huo, hapo ndio tulipo, kwamba yale yote yaliyoahidiwa hakuna hata moja, yani hata ukucha. Sisi kama tulikuwa mfano tulitoa mkono mzima, wenzetu hata ukucha wameshindwa kutoa. Ndio situation tulio, ndio uongozi tulio nao, ndio tulipofikishwa, ndio tulipo mpaka sasa. Lakini sasa hivi tunaelekea kwenye uchaguzi. Kuna mambo mengi yamefanyika. Kuna watu wengi ambao na tumewaorodhesha, tumepeleka serikalini kwamba waandikishwe, wana haki ya kuandikishwa kwa ushahidi, na wanaohusika walikiri kama kweli hawa. Baadhi yao vitambulisho vyao tayari vimetolewa, lakini hawajapewa, vimezuiwa. Wamethibitisha wenyewe. Lakini kikubwa zaidi, kuna watu ambao hawahusiki, si wa Zanzibar, wameandikishwa kwa wingi katika daftari. Yani tumefika pahala kwamba nchi inatolewa, anapewa asiohusika, kwa madhumuni kwamba mtu apate uongozi, aendeshe nchi, aendeshe serikali. Hayo hapo kila mtu anajua, kila mtu anafahamu. Na mengi mengine tukitaka kuyazungumza hapa inabidi tuwe na muda wa kutosha wa kuweza kuyaeleza. Lakini the total sum ni kwamba bahati mbaya sana, tuliotegemea kwamba watakuwa waungwana, watazingatia nchi, watazingatia mustakabala mwema wa kuendesha nchi, bahati mbaya siko anakotupeleka. Wakati wa uandikishaji yale ya miaka yote, watu kukamatwa, wakapigwa, wakadhalilishwa, wanawake wengine, yametokea yale. Tena viongozi, baadhi wao ni viongozi wetu kabisa.
ndipo tulipofikishwa. Lakini pamoja na yote hayo, ukija huko mjini utaambiwa tuna maendeleo, tumepiga hatua na tunapiga hatua, tunatekeleza ilani. Lakini ukweli ni upi? Hali ni ipi? Ukweli ni kwamba ukiangalia hatua tuliofika katika kipindi hichi, ni kama kwamba vile tumekuwa na galo, tumekuwa na sherehe, au tumekuwa na msimu wa watu kutumia, kwa sababu tunavyoamini sisi kwamba uchumi, mimi si mchumi, lakini uchumi wa nchi sio umetumia kiasi gani, lakini uchumi wako umeuwezesha, umezalisha kiasi gani, na wewe umetumia kiasi gani. Ndio jambo la msingi. Maana uchumi tungesema kwamba labda kuna kitu gani leo tumeweza kuzalisha, kitu gani tunaelekea kuzalisha, na uchumi wetu tunachokwenda kutumia leo. Kama tumejenga barabara, swala ni kwamba matumizi yale ya kujenga barabara, ni uchumi wetu umechangia kiasi gani katika fedha za kujenga barabara. Tumejenga masoko, swala mtu la kwanza ndio priority, itatusaidia kiasi gani, lakini kikubwa zaidi, fedha hiyo imetoka wapi, kiasi gani uchumi wako umechangia, na mengine mengi. Lakini ukweli unabaki, na hili liko wazi, ukisoma bajeti za serikali siko wazi kwamba yote tunayofanya. Bajeti kwa mfano ya mwaka jana, bajeti ya mwaka jana ilikuwa trilioni 5.1, ndio ilikuwa bajeti ya serikali, trilioni 5.1. Lakini katika bajeti ile mapato ya serikali ilikuwa only trilioni 1.7, na katika trilioni 1.7 bilioni 960 zilikuwa ni mshahara, first charge. Umefahamiana? Ndio. Kwa hivyo una bajeti ya bilioni 5.1, lakini asilimia zaidi ya 60, takriban asilimia 65 ni fedha umekwenda kukopa. Lakini umekwenda kukopa, sema tumejenga shule, sawa, ni jambo zuri, lakini fedha umekopa. Ukiwa umetumia katika mapato yako, makusanyo yako bilioni ya trilioni 1.7, unatumia takriban asilimia 60 ya mapato yako ya ndani au zaidi kwa kulipa mshahara, kwa kulipa first charge. Maana yake unachobakia nacho swala kita sustain kuweza kuja kulipa hayo madeni bila ya kuwekeza kwa ulichokopa. Maana unaambiwa kwamba ukikopa $1 basi ikufanye uweze kukopesheka $5. Kwa kila moja unaitumia ikufanye uweze kukopesheka, yani uchumi wako ugenerate kitu ambacho kitakuwezesha uweze kukopesheka zaidi. Lakini ukitazama ni kwamba yote tunayofanya mengi, bajeti yetu ya mwaka huu ni trilioni 6.9 takriban. Lakini mapato yetu ya ndani tunayo ya project hatozidi trilioni 2.3. Tukichanganya na mengine itakuwa trilioni 2.7. Takriban mapato yetu ya ndani ukichukua na tunaokwenda kukopa, takriban zaidi ya asilimia 60 bado tunakwenda kukopa. Sasa ukiyatizama hizi namba unaweza kuona kama ni, lakini inakuwaje tunakwenda. Ukitaka kutazama hii namba na tulipo sisi, mara nyingi au mimi binafsi wanasema tutizame tu wenzetu wa karibu. Manake ukitaka kujijua kama
Ukiwa mgonjwa kipimo chako ni uzima, si ndio? Kwamba je, nikiwa mzima, kama ni umefanya vipimo vya damu, manake sikuna range yake ya kwamba hii ndio normal range, si ndio? Na wewe uko wapi? Sasa sisi tunasema kwamba ukitaka kujipima kwenye nchi, unajipima angalau na wenzako mnaofanana. Tumeona miaka mingi tumekuwa na vision ya kusema Singapore ya Afrika, lakini kule mbali sana. Nasema tujipime na wenzetu wa karibu walioko nao Indian Ocean. Seychelles, Mauritius ni visiwa, ni wadogo. Kwa mfano Mauritius na sisi economic parameters zetu zinafanana, si ndio? Geographical size wao ni 2000 square kilometers, Zanzibar is 2600 square kilometers. Population wao ni 1.6, sisi ni 1.9. Nafanana. Wako Indian Ocean, hawana dhahabu, hawana mafuta, hawana gesi, wanategemea zaidi utalii na other services, na sisi the same. Lakini wao bajeti yao ya mwaka jana ukiangalia, bajeti yao ya mwaka jana ilikuwa ni equivalent na shilingi trilioni 14, wakati sisi tulikuwa trilioni 5, wao walikuwa trilioni 14. Lakini katika hizo trilioni 14, wao trilioni 11.6 ni mapato yao ya ndani, 11.6 trillion. Walichokwenda kukopa ni 1.4 trillion. Bajeti yao ya mwaka huu tunaozungumza, wao ni dola bilioni 5.8, takriban labda 15 trillion. Ukifanya hesabu, wanasheria sio naambia hatujui hesabu vizuri sana. Lakini katika hiyo 5.8 trillion billion dollars, mapato yao ya ndani ni 4.9 billion. Tumeiona hiyo. Sisi bajeti yetu 6.9, sijui in terms ya dola na kuja ngapi, lakini nadhani is only 2 point something billion labda dollars. Lakini katika hizo sisi mapato yetu ya ndani ni less than 1 billion dollars. Wenzetu 4.9 mapato yao ya ndani, sisi ni less than 1 billion. Per capita GDP yao ni ngapi? Wao wako $13,000. Sisi $1,200. Wametupita mara 10. Wametupita mara 10. Na ukitizama other social indexes nyingine nyingi, watu maisha mazuri, watu kuwa happy, governance, na wako mbali sana. Kama si wa kwanza ni wa pili. Kwa ubora wa elimu Afrika au ni wa pili, na mambo mengine. Kwa hivyo huko ndio waliko. Seychelles wao wadogo zaidi, lakini per capita GDP yao $23,000. Na parameters nyingine wao wako mbali sana. Ni wadogo, ni kisiwa, lakini ukitazama wote wana kitu kimoja in common. Seychelles wamefanya uchaguzi mwaka 2020. Mgombea wa upinzani akashinda. Hakukuwa na vurugu, hakukuwa na nchi ile inakwenda. Wenzetu Mauritius wamefanya uchaguzi November last year 2024. Chama kilichokuwa kinatawala, ambayo kilitawala kwa miaka 10 na kikaipeleka Mauritius pale ilipofika, na wakapata kitu kingine advantage, wakakubaliana serikali ya Uingereza kupata Chagos Island kurejeshewa, na ambayo inakwenda kuwapa pesa nyingi tu, ambazo wenyewe wanasema watakwenda kupunguza deficit yao katika budget.
lakini wamefanya uchaguzi November last year. Mgombea wa chama tawala aliyekuwepo kati ya majimbo 20 yenye viti 60 pamoja na kile cha kile kisiwa kidogo, majimbo 61, hawakupata hata kiti kimoja. Hawakupata jimbo hata moja, hawakupata kiti hata kimoja. Wamepewa viti viwili kwa sababu ni best losers. Viti viwili kwa sababu walipata 27% ya kura zote. Hakukuwa na fujo, hakukuwa na vurugu. Alioshinda kaendelea kuendesha serikali. Nchi ile ipo, wanakwenda. Ndio njoo uangalie bajeti yao ya mara hii, unakuta kwamba hao watu wana ustaarabu wa kuendesha nchi. Kwa hivyo kimoja ambacho take as a part ni kwamba wenzetu wamejifunza kwamba muhimu ni nchi, ustaarabu wa kuendesha nchi. Uchaguzi ndio unaoleta accountability. Na kuwaje mimi leo rais nikijua urais wenyewe wa kuiba, napataje moral authority ya kuwasimamia wezi? Napataje? Napata wapi moral authority ya kumuita mtu mwizi, mtu aliyokuwa corrupt, ana nini public resources? Where do I get that moral authority ya kuenforce sharia za nchi? Unakuwa na waziri anajijua kwamba mimi sikushinda leo, lakini nimepewa jimbo hili kwa sababu tu chama changu kina nguvu, kwa sababu kimetumia nguvu, nimeibiwa jimbo hili. Huu ndo waziri pengine wa fedha, ndio waziri wa sheria. Anapata wapi moral authority ya kumuita mtu criminal? Unakuwa wapi na law enforcement? Lakini the long term effect ya kwamba una chaguzi ambazo hazikuwa chaguzi, unaondoa the whole framework ya accountability. Unakuwa na baraza la wakilishi, ina oversight board ambao haiwezi kufanya kazi kwa sababu limejaa watu wezi. Walioingia pale hawakwenda kwa ajili ya wananchi. Kingi kubwa still public voice ya kwamba ya msingi mkubwa wa serikali. Msingi mkubwa wa serikali ni kwamba those who get into public offices, who hold public offices, must be taken to account. Do the basics. Na wakiwa taken to account, maana yake ni kwamba they will be efficient. They will bring effective policies. Kutakuwa na transparency. Kwa sababu mtu anajua kwamba I'll be taken to account. Lakini leo ukiwa na uchaguzi ambao sio uchaguzi, manake is a sure breed, is going to breed corruption, corrupt government, corrupt system na ineffective, inefficient government. Kwa sababu who cares? Ukideliver usideliver, who is going to take you to account? That is the direct effect here. Na it tells you why Mauritius wako kule, Seychelles wako kule, Zanzibar ipo hapa ilipo. Kwa hivyo tunachotafuta sisi sio tu, sisi tunachoamini kwamba Zanzibar ina huge potential locked behind the doors of rigged election, behind all this ambacho kinawaweka watu ambao hawakushinda kweli katika mazingira haya ambayo voice za watu ni kama watu wametekwa nyara wote. Kwa sababu ikiwa huwezi kumchagua nani aendeshe nchi yako, wewe ni mtumwa tu. Sasa mtumwa hawezi kuchagua bwana, si ndio? Uko katika nchi lakini wewe huna. Ndio maana unakuwa na mtu leo anaweza akamchukua mtu ambaye hahusiki, akaja akampa, na hii sio kitu cha kila mtu anajua.
watu hapo mpaka mwenyewe anashangaa, is it this easy? Dada yangu kutoka Kenya, kuna Wakenya wengi tu leo wanazana ID, wana haki kuliko mimi Mzanzibari pale. Yes, it's true. That is where Zanzibar ipo. It's said, lakini ndio tulipo. Na hili ndio tunalosema sisi kwamba, ndugu zangu, tunalotafuta ni kwamba this huge potential ya Zanzibar, we have to unlock it. Lazima tufike pahala to unlock. Why wenzetu wameweza? Leo tuna nchi imezungumza hii habari ya diaspora. Nenda kasome sheria yetu ya diaspora. Ni kwamba we treat diaspora with suspicion. Ukiitafsiri sheria kweli, hatuna diaspora kwa Zanzibar kwa sababu masharti yanayomdefine diaspora hayatekelezeki. Unasema ili uwe diaspora, moja sharti uyatambue mapinduzi. Sasa swala ni kwayo, unayatambua vipi? Unavaa pakacha? Kuna statutory declaration? How do you do this? It's impossible to implement. This is an absurd law. Sasa hebu tuje open. Kwa hivyo tatizo la kwanza lipo kwenye underlying policy, lipo kwenye sheria yenyewe. Lakini tuna wenzetu visiwa vile vile, Cape Verde leo. Cape Verde si ni visiwa wadogo, watu 600,000 tu. Lakini leo katika bunge lao kuna viti 6 vya diaspora. 2 vya Amerika, 2 vya Europe, 2 vya Afrika. Wanachagua wenyewe diaspora. Wanaingia kwenye bunge lao, wanashirikishwa. Why Zanzibar isiwezekani? Unamwogopa nani? Ndugu yako, mtoto wako? Kwa sababu sisi tuna community ya diaspora kubwa, alhamdulillah, ambayo ina maarifa, ina uwezo, lakini kikubwa zaidi, sisi watu wote wa diaspora wana mapenzi makubwa sana na nchi yao. Makubwa sana. Kila mmoja hata aweko peponi mfano wake hapa duniani. Utashangaa, sisi tunao ndugu zetu, tunao wenzetu wengine ni matajiri wakubwa. Wako Dubai, wako Omani pale, wako na sehemu nyingine. Wengine utajiri wa elimu, wanaoheshimiwa kwenye nchi za watu. Lakini leo ukimgusa anaumia kwamba hawezi kuja Zanzibar akawa free. Ndicho. Kwa hivyo juhudi zetu sisi, na naomba hili mtufahamu. Na hili mimi naomba si kwa wanachama wa chama chetu au sympathizer wa chama chetu. Mimi naomba hili tufike pahala, hata wa Chama cha Mapinduzi na wengine kule Zanzibar, kwa sehemu kubwa watu wengi leo wameanza kufunguka macho kwamba tunakokwenda siko, kwa sababu hali ya maisha kila siku inadamirika, kila siku inakuwa chini. Kwa hivyo leo watu wengi wamefunguka, wanaona kwamba no, we need to change. Na kwa sababu yanayoendelea sasa Zanzibar is killing everything. The basis of economy, husikii hata soma budget iliyopita, husikii juhudi yetu tunakwenda kuexport kitu gani. Production yetu utasikia labda mwani ndio umeongezeka, labda tutafika tani 24,000. Lakini nchi ile msingi wake wa uchumi mkubwa na ambao bado mpaka leo ni relevant, mfano karafuu, ina fursa kubwa sana. Leo kuna watu wale wanaotengeneza dawa za mswaki, zile dawa za meno za Dabur, wale hawataki karafuu ya sehemu nyingine yote isipokuwa ya Zanzibar. Mimi nimekutana nao na wameniomba hiyo kwamba angalau wanawekewa provision ya tani 100 za karafuu. Na wengine. Leo karafuu inakwenda mpaka tani $8,500, sometimes mpaka 9,000. Lakini hatuna, kwa sababu tunapiga siku tunakozalisha tani 7,000, pengine mara hii ndio tutakuwa lakini we don't have anything to export. Kwa kweli karafuu ndio iliyojenga nchi ile. Yes, 1971
Hii ni record. 1971 serikali iliuza tani 62,000 za karafuu, 62,000 tons, na ikapata shilingi milioni 547. Milioni 547 za mtu ukimuuliza milioni 547, milioni 547, lakini kwa wakati ule what could 547 million could buy? Majumba ya Kilimani yale, pale kuna apartments 403 yalijengwa kwa 15 million. 15 million, 403 apartments zile za Kilimani. Sasa hebu niambie 547 million yangeweza kufanya kitu gani? Manake sijui watu wa hesabu, zingeweza kujenga majumba ya Kilimani yale, nadhani sijui mangapi. Sijui mangapi. Lakini that's what 547 million could buy. Haya mambo yako kwenye record. Wakati ule tuliuza mafuta tu haya karafuu shilingi milioni 16. Unaweza kusema yale majumba yote ya Kilimani yalijengwa kwa mafuta ya karafuu. 16 million. Bata, mashudu, sijui mazao ya baharini, everything. Export portfolio yetu ilikuwa over 600 billion shillings. Leo tunachouza ni service labda ya utalii, lakini wakati huo na sisi tunanunua even basic service, kwa sababu leo administration health services tumetafuta watu tuendeshe, tunamlipa dola. Manake ana nini, anaendesha maabara za uchunguzi. Tumetafuta leo mtu wa kutuendeshea huduma zetu za maji. Hizo ni service ambazo ni basic. Ulitegemea kwamba tumejenga capacity miaka yote hiyo, maana Zanzibar huduma za maji running water ziko for the last 150 years. Lakini leo tumeshindwa. Health services, we had the best. Ukisoma ripoti ya Uingereza ya mwaka 63, Zanzibar ikoje ikipewa uhuru, wanakuambia hao jamaa wanaweza kujitegemea. 1963. Leo tunatafuta mtu wa kutuendeshea huduma za maabara. That is where we are. Tunatafuta mtu wa kutuendeshea bandari. Unachosema. Ndio akishughuliwa tutatafuta mtu wa kutuendeshea umeme. Sio generation. Management ya 100, manake installed capacity yetu sasa hivi ni not more than 140 megawatts. 140 megawatts. Consumption yetu sasa hivi 122 megawatts. Tunatafuta mtu atuendeshe 100, sio generation. Distribution. That is where we are. Lakini leo ukija Zanzibar, kila mtu analalamika. You don't see the social fabric iliyokuwepo. It's deteriorating very fast. Kwa hivyo hata ile Zanzibar brand inaondoka very fast. Kwa hivyo in conclusion niseme tu kwamba pamoja na mazingira yote haya tulionayo, sisi tumejitahidi ku reach out kwa kila mtu. Kwa kila mtu ambaye ni rafiki wa Zanzibar. Na ndio maana pale Tanzania almost kila mtu wastaafu kwenye mission za kigeni wala ile hatulionei tabu, kwa sababu wapo wataofahamu, wako ambao wana sera zao, utaachia na sera zao, lakini wafahamu dunia nafanyaje. Na taasisi nyingine mbalimbali za kimataifa zenye ushawishi, think tank mbalimbali, we are doing that. Na watu wanatufahamu kwamba tunachotafuta kwa Zanzibar, uchaguzi is beyond
a political game. Kwa Zanzibar uchaguzi ni amani, ni utulivu, ni mshikamano, lakini ndio uchumi. Kwa hivyo hata hapa tumekuja, tumeonana, kuna marafiki wengi wa Zanzibar, wengi wa Zanzibar tumeonana nao mbalimbali, wa serikali, wenye ushawishi, walioko kwenye Congress. Nia yetu si kutafuta chochote, si kuifitinisha nchi yetu, si kuiharibia jina nchi yetu, lakini tunasema kila ambaye anaipenda Zanzibar apaze sauti, tusende huku tunakoelekea Oktoba 2025. Na watu wanatufahamu, na tutaendelea kufanya kazi hiyo, na tuwaombe na nyinyi pia, kila mmoja kwa nafasi yake hilo hilo. Sisi tunaamini kwamba against all these odds, kama hakutokuwa na violence, kutafanyika anything with semblance ya uchaguzi, hatuna sababu, kwa sababu tunawajua watu Zanzibar this time wamea. Na uzuri wenzetu wao wamesha declare kushindwa tokea mapema, kwa sababu wanajiandaa tokea mwanzo na techniques za wizi wa rigging. Ndio maana wataki kuondoa uchaguzi wa siku mbili. It tells you kwamba mtu wewe una yote hayo uliyofanya, una serikali, una kila kitu, unataka ufanye uchaguzi wa siku mbili. Zanzibar wapiga kura 600,000, bara yenye wapiga kura 30 milioni, wafanye uchaguzi wa siku mbili, kwa siku moja. It doesn't make sense. Kwa hivyo uzuri ni kwamba wenzetu wenyewe wameshasema we have lost this election. Ilichobakia ni kutumia nguvu. Sisi hatuiogopi hiyo nguvu, kwa sababu Zanzibar tuna pedigree ya kupambana na mambo haya. Tuna zote terrain zote tumeshapita, na tutakwenda, nia yetu tutapambana kwenye uwanja, na tutatumia uchaguzi kwamba ni njia ya kuweza kupambana. Sauti ya mwananchi, kura anaopiga mwananchi sio yako wetu, ni kura ya mwananchi. Mwananchi katika nchi yake asimame, sauti yake iprevail, ndio tunachokitafuta ndugu zangu. Naamini mmenifahamu. Labda nije kwenye maswali sasa kwa haraka haraka, na naamini yako mengine ambayo nimeshajibu au vipi? Lakini kuhusu tumeonana watu wa serikali na mtu umeonana nao, na tuliyozungumza ni yani uliyozungumza kwamba wengi wanaifahamu vizuri Zanzibar. Uzuri wa Zanzibar na Marekani tumetoka mbali. Hapo katikati kuliingia wenzetu wakawa wakubwa, lakini huko tulikotoka, manake Marekani kwa historia, na kwa tunawakumbusha Marekani kwa historia, ndio nchi ya kwanza kuwa na mahusiano rasmi ya kibalozi na Zanzibar. Na ndio walioleta balozi wa mwanzo rasmi, Richard Waters 1837. Na huyu bwana ndio sababu ya kuasisi Zanzibar. Nilikuwa nawaambia jana kule serikali, State Department, kwamba sababu ya Zanzibar kuwa na kijiji kinaitwa Selemu, wale wanaokijua kijiji cha Selemu. Kijiji cha Selemu kiliitwa kwa heshima ya anakotoka Richard Waters, balozi wa mwanzo wa Marekani Zanzibar. Richard Waters kwa sababu alikuwa anatokea Salem. Alikuwa na rafiki yake Captain Hassan Zanzibar, ambaye alikuwa na shamba kule Selemu ya leo. Akaamua ile shamba yake kuita kwa jina la mji anaotoka huyu bwana, na ndio tukapata Waswahili wa hodari wa kutohoa, sisi tukaita Selemu, lakini asili yake ni hiyo. Sasa huko ndio tunakotoka na mabwana na mengine mengi. Kwa hivyo ni marafiki wanaoifahamu vizuri Zanzibar, aliotokea hapo katikati kwenye baada ya mapinduzi mpaka tukafika muungano, wanajua vizuri. Kwa hiyo niseme kwa ufupi hilo, na kushukuru Bwana Shamis kwa shukurani
lakini kushukuru na wewe pia umekuwa mtu unetupa mawazo mazuri, unafuatilia vile vile na utokea. Nikushukuru sana. Swala la Bwana Sultan Kindi kwamba yakitokea mwaka huu yatakayo kama yaliyotokea huko nyuma, kwanza niseme kwamba sisi ngao yetu imekuwa siku zote ni kuengage, na tunaendelea kuengage to the last minute, kwa sababu it doesn't make sense mtu uwe watu ili uingie kwenye madaraka. It doesn't make sense. Wako watu ambao wana hamu hiyo, lakini mimi naomba ndugu zangu niwahakikishie kwamba humu ndani ya Chama cha Mapinduzi wako watu ambao wana busara, wako watu wana hekima, wako watu ambao wamechoshwa na haya. Huko kwenye vyombo vya ulinzi kuna watu wamechoshwa na haya. Kuna watu ambao hawataki haya yatokee. Lakini sisi bado tuko pale pale, kwa sababu kura si ya kwetu. Kura ni ya wananchi, na wananchi wenyewe wamesema watapambana uwanjani. Litakalotokea ndio sehemu ya safari na ndio njia tulopelekewa. Kwa hivyo wanachoomba kwangu mimi ni siwazuie watakachofanya, na mimi nimewaahidi sitowazuia watakachokifanya. Niseme kama kinda sasa litakalotokea baada hapo, kama itakuwa ni sisi au ni wao, tutayajua wakati karamu hii itakapopakuliwa. Dadangu kutoka Kenya na mimi kwanza ni kweli nikubaliana nawe kwamba ni bahati mbaya sana. Ni bahati mbaya sana kwamba tena Kenya mimi naona mna afadhali labda kuliko tulivyo sisi Tanzania, hasa Zanzibar. Mimi nasema wakati huu, imani yangu mimi na imani ya chama chetu, wakati huu tuende kwa kanuni za wakati huu. Lazima tuendeshe nchi zetu, we have to play by the rules of today. Sio za jana, sio za mwaka uliopita au miaka iliyopita. Leo dunia hii ni tofauti. Mimi wazee wangu naweza kusema ukiachia huduma hawakuwekeza hata senti 5 moja kwa moja kunisomesha mimi. Nimefundishwa, nimesomeshwa, nimeenda shule kwa serikali. Leo kuna nani alikuwa hata alikiwa maskini vipi, lazima alipie ya mtoto wake, afya ya mtoto wake. Ndio tuliko. Na tumewekeza sisi miaka yote hii kuwafanya vijana wetu wawe smart. Sasa hatuwezi kuwaendesha kwa kanuni ambazo ni hopeless. Tumejenga taifa la watu smart, na dunia inawafanya wawe smart. We have to manage them using smart rules as well. Saki sasa nchi hii iliyofanya mpaka nchi hili likawa kubwa, leo hawezi kuyafanya. Wakitaka hata square inchi moja ya nchi nyingine ni vita. Lakini miaka hiyo, si ndio? Maana nchi hili ishia Appalachian Mountains, ndio? Huko kulikobaki kote si wamepigana tu, wakateka, walompiga, walomnini, walonunua. Leo anaweza kufanya hivyo. Dunia imebadilika. Sio masuala la kwamba una nguvu, no. Kuna rules. Kwa hivyo, na moja katika kanuni hiyo ni kwamba tumia resources zako popote zilipo. Leo ukitazama dunia hii, hawa wanatumia resources za kila mtu. Wachina wako hapa, sijui nani wako hapa, ndio wanaendesha nchi hii, ndio wataalamu wao, si ndio? Sasa wewe leo unajibana, mtaalamu wako yuko hapa, anataka aje kutumikie, unaambia kwa sababu manake wakati huu chetu unampa mtu ambaye hausiki. Huwazimu. Jambo la ajabu.
yani akuwepo pale ndani. Sisi kuna tuchunguzipa pale, wala si Wazanzibari. Leo wamepewa Zanaidi, wanamiliki ardhi. Wewe eti ulizaliwa pale una haki yako ya kurithi, wewe usirithi. Sisi tunatumia katika mirathi ya Waislamu, tunatumia Islamic law, na Islamic law haijamkata mtu mirathi by reason of domicile. Ni haki yako, lazima urithi. Sasa tumetunga kanuni za ajabu ajabu. Wenzetu wanakwenda mbele kwa kutumia watu wetu. Sisi tunawekea vikwazo watu wetu. Hii kubaliki. Na sisi tunachosema, we will be very open, tutakuwa very pragmatic, na tunasema kama wenzetu mfano Kevin wameweza mpaka kuwapa diaspora haki ya kuchagua, why isiwezekane? Kwa hilo ni swala la kazi yetu, ni ushawishi, kuwashawishi na wenzetu nao wakafahamu, wakaona hii faida. Lakini lazima tuwe pragmatic. Ndio position yetu. Ile sera yetu ya diaspora, kitu cha kwanza sisi tunasema tutaikebisha na kuwatengenezea fursa. Mtu kweli kule kwetu ukimpelekea hela mtu nini atakupigia picha akaujengea gorofa, kumbe hamna hata kiwanja. Sasa hii na sisi tunaamini kwamba kama tunataka tufungue nchi zetu, tuwape wenye uwezo, na wao haki ya kuwekeza katika nchi yao. Kwa hivyo ahadi yetu sisi ni kwamba we'll play by the rules of today. Wenzetu wanafanya, wanafaidika, wanatumia watu wetu. Kwa nini sisi tujiwekee vikwazo? Haiwezekani, hakuna sababu. Nadhani tutoke tulikotoka huko. Sisi Tanzania tumetoka kwenye ujamaa, sasa hivi hatuko kwenye ujamaa wala ubepari, tuko kwenye jamaa. Swala jingine silioni. Diaspora, viongozi wengi ahadi, nadhani nimelijibu. Mechanganya na hilo nini, na mimi niseme hii ni ahadi yetu, na utaiona katika mpaka kwenye ilani yetu. Katika swala hili tutali nini, kama nilivyosema, mimi ilikuja marekebisho mwaka 2012 ya Shiringa Samanono. Sisi kwa mujibu, sisi katika personal law, moja ikiwa ni inheritance. Kwa Waislamu tunatumia Islamic law of inheritance, na halimkati mtu urithi kwa sababu ya domicile. Kwa hivyo hii ni haki yake. Lakini ndio hilo ninalokuambia, mimi ninawajua wapo ambao si Wazanzibari, kwa haki leo kapua Zanaidi, leo ana ardhi tena, kenda tu kwa walipa watu kidogo huko Matemwe sijui wapi, na watu wamekuwa milionea, si Wazanzibari, kwa ardhi ya Zanzibar. Hii mambo ndo nasema, ndo maana tunasema lazima tufike pahala haya mambo tuweze ili Zanzibar ifunguke, iweze kwenda mbele. Ukitizama wenzetu Mauritius kwa mfano, sasa hivi mwaka huu wameintroduce policy ya kwamba yani watu haruhusiwi mgeni kununua ardhi, au anaweza kumpa right of occupancy ikiwa atanunua ardhi zaidi ya $500,000. Yes. Huwezi tu kwenda na pesa yako ndogo kwenda ukanunua. Kama wewe mgeni, kama una hela ya kweli, wanakuruhusu ununue ardhi, lakini sipungue $500,000. Ndio sera yao. Sasa tunasema hivyo, sisi kuja mtu na shilingi yake 10 akanunua ardhi pale. Kama una hela njoo ununue ardhi, lakini iwe ni hela ya kweli, mwananchi wetu anyenyuke, serikali inyenyuke, tukuone kweli unaweza kuwekeza kutumia. Swala la ushushaji makontena, hii hadithi ndefu sana kwa kweli, na sijui kama na majibu, kwa sababu simple, na naamini mnayafahamu vizuri mengi, kwamba katika kitu ambacho ni cha muhimu na kimekuwa siku zote Zanzibar tumejipambanua hivyo, kwamba kitu cha mwanzo cha uchumi kwa Zanzibar ni bandari. Kwa sababu
Kwa hali ilivyo, biashara inapokuwa, lazima uwe na bandari. Lakini katika kitu ambacho tumewekewa vikwazo, na wakati mwingine tukizungumza habari ya muungano, wengine hawapendi tuyazungumze haya, lakini ndio ukweli. Sababu nilikuwemo serikalini as Attorney General, nimekwenda mimi nimenegotiate, tumekwenda China kunegotiate na Exim Bank ya China, tumenegotiate na waliokuwa waje wajenge. Rais wa China alikubali kutoa dola milioni 200 kwa ajili ya ujenzi wa bandari Zanzibar. Tukanegotiate na contractor, tukakubaliana kwamba bandari ile ingeweza kujengwa kwa dola milioni 231, na wao watatoa equity ya $31 million kama redeemable shares ambazo tunaweza kuzinunua baadaye sisi, ili bandari ijengwe. Lakini katokea bwana mmoja kule Tanzania bara, serikali ya muungano wasema no, sisi hatuwaruhusu nyinyi, hatuwapi kibali cha kupata pesa hizi. Na ndio mpaka leo na chama ni hicho hicho, CCM bara, CCM Zanzibar, na imo kwenye ilani yao nao pia. Lakini mpaka leo hatukuzipata zile, na mpaka leo tumekuwa kule kwetu tunasema kama Zenengo, si wengine kama mnamjua. Maana Zenengo, tuna Zenengo na nyuki. Zenengo ule mkubwa ule kafana na nyuki. Lakini Zenengo yeye wakipita kwenye maua huwa anajiuliza, sijui ndio ua hili na asali au hili. Nyuki yeye ndo anakwenda na anajua maua yenye asali. Sasa na sisi tumekuwa kazi Zenengo, tunahangaika tu, mara tuko huku, mara tutafute hela huku, mara huku. Mtu wenye asali tumeuacha, ambao walikubali pesa hii kwa sababu kuna mtu katuzuia. Kwa hiyo kusema kweli, swala la hili halina jibu la moja kwa moja. Na sasa hivi kwa mfano tuna contractor, tuna management company pale ya Kifaransa ambayo imepewa kazi ya kuendesha, lakini tunajiuliza sisi, nobody knows what are the service levels zilizokubaliwa, na anapokuwa hadeliver kwa nini hakuna hatua zinazochukuliwa. Lakini kuna alternatives zilizofanywa, bandari ya Fumba, kuna sehemu ya kuhifadhia makontena pale Maruhubi. Juhudi zote hizi lakini inaonyesha mwarobaini ni kuwa na bandari ya kisasa kubwa ambayo provision yake iko Mangapwani mpaka sasa. Tunaamini hilo ndio litatatua. Sasa hivi taendelea kugrapple na hilo mpaka tutakapopata solution ya kweli. La swala la mwisho, nadhani hili ndio lilikuwa la mustakabali. Yes. Kuhusu mustakabali, kwamba kweli tunavyokwenda sisi, tunachoamini ni kitu kimoja, ndugu zangu. Tunachoamini kwamba shida kubwa tulionayo katika nchi zetu za Kiafrika, na mimi niseme shida kubwa tulionayo Zanzibar, kubwa sana kuliko yote ile, ni kwamba hatujafika pahala tukaanzisha proper governance framework. Leo ikiwa unakuwa na uchaguzi wa namna ile, maana yake atakaingia pale institution ya mwanzo ambayo sisi tunaona kama ni kitu cha kawaida tu, labda cha kuhukumu mwizi wa kuiba ndizi, lakini mahakama ni kitu kimoja muhimu sana. Lazima uwe na proper mahakama, kwa sababu mahakama haiamui tu nani kaiba afungwe. Mahakama ndio chombo muhimu kwa investment. Mtu asalo kwa na hela yake ya kweli anakutazama wewe, mfumo wenu wa dispute settlement ukoje. Lakini akienda leo mahakamani, kama unaosema kwamba utakwenda mahakamani, kesi itakaa miaka sijui mingapi. Mimi nimekuwa wakili, najua what it takes. Nimekuwa na kesi pale ya client wangu ina involve $1.4 million.
tokea mpaka nimetoka mpaka leo hivi niko hapa haijamalizika. Kwa jambo dogo ambalo lingeweza kuchukua hata miezi miwili likamalizika. Tunakamasha kote, doesn't work. Leo hakuna mtu ambaye anakwenda mahakamani akawa na amani kwamba mimi nitapata haki yangu. Sisi baada ya election ya 2020 tumefungua petition 18. Kaitwa tu jaji mkuu, futa kesi hizi, kazifuta kinyume na utaratibu. Bahati nzuri au si mbaya, lakini naye kaondolewa pia kinyume na utaratibu. Ndio, yani mahakama iko hivyo. Mimi I know kuna na hili popote tunaweza kule. Jaji leo kishaamua kesi, lakini anaogopa kusoma hukumu zaidi ya mwaka mmoja. Leo jaji anapelekewa kesi, iki-involve serikali anaikataa, anairudisha, si mmoja wala si wawili. That is the judiciary ambayo leo tunayo. Huwezi kwenda katika nchi, huwezi kujenga mustakabali kama hujajenga strong institutions. Na institution ya kwanza ni hiyo. Institution ya pili muhimu ni za oversight, baraza la wawakilishi, kwa sababu ndio chombo kinachoisimamia serikali. Lazima uwe na nidhamu, lazima uwe na lazima uwe na institution kama ya CAG ambayo inaheshimiwa na ripoti zake zinachukuliwa hatua. Wanaweza kufanya hivyo ni kupitia baraza la wawakilishi. That is not the case sasa hivi. Na institution nyingine na nyingine na nyingine. Lakini kwa ufupi tunachosema ni kwamba kama tunataka kujenga nchi, kama tunataka kujenga uchumi, lazima tuwe na sound institution. Isitegemee nyuso za watu, isitegemee mtu gani nani kaingia. Kama kuna pahala panahitaji sound institution na watu, sound institution sio ni pamoja na watu na vipi wanapatikana. Mimi nimekuwa DPP kwa miaka 9. Nasijua challenge zake. Nafika pahala unagombana na kila mtu. Lakini you put down your foot, nasema no. Mimi kazi yangu siwezi ku-exercise prosecutorial discretion kwa sababu umenipa amri. Haiwezekani. Haiwezekani kwa kweli. Tunachosema kitu kikubwa, lazima tuwe na sound institutions. Na institution moja ya kwanza ni wananchi wenyewe kuwa na haki, voice yao, uweza kusema wewe hutufai. Kuja ukatupiga maneno tukakuamini, sasa tumeuchagua, sasa ondoka. Waweze kusema hivyo. Ndio ufalme wao, ndio nchi, ndio utaratibu, ndio ustaarabu wa kuendesha nchi. That is what is missing. Na kama hilo halikuwa nini, halikutengenezwa, tuwezi kwa hiyo mustakabala tunaosema sisi ni kwamba tunalipambania hilo, na hiyo ndio ahadi yetu sisi kwa wenzetu, kwa nchi yetu, kwamba nchi ile ina uwezo wa kwenda mbali sana. Sisi tuna comparative advantage mara 10 ya Mauritius. Hatuwezi kuwa behind 10 times ya Mauritius. We can't trail behind them. Sisi lazima tuwe mbele. Tuna uwezo huo. Tunaamini kwamba hilo linawezekana, lakini unahitaji visionary leadership, unahitaji watu wenye commitment ya nchi, sio kwamba utawala na nafasi hizi kwa ni biashara. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Makamu wa kwanza wa Rais wa Zanzibar, na mwenyekiti wa chama cha ACT. Kusema kweli maelezo yako yameamsha hisia. Tulifikiria maswali yaliyotoka ndio yamekwisha, lakini bado watu mikono juu kutaka kuuliza maswali. Kwa hivyo tunakuomba kwa heshima yako kuwapa nafasi ya kuuliza maswali ya ziada. Sawa kabisa. Barabara. Na hiyo kwamba ingawa uko hapa lakini umetoka maili zaidi ya 4,000
kuajia diaspora ili kuweza kuzungumza nao. Maelezo haya yanakwenda moja kwa moja kwa wale ambao wanatuangalia. Bila shaka waliopo hapa wataelewa ninachozungumzia. Kati ya malalamiko ambayo wana diaspora wanasema ni kwamba hawa ni watu waliosahauliwa kwao, waliodharauliwa kwao, hasa wana diaspora wa Zanzibar na Tanzania. Tulifanya utafiti mfupi na mchache, tukagundua kwamba zaidi ya 85% ya wana diaspora hasa wa Zanzibar wanataka wawe na uraia pacha. Wanaipembejea nchi yao, wanainyenyekea nchi yao, na wanafanya kadri inavyowezekana wao wawe ndo Wazanzibari kuliko Wazanzibari walioko nyumbani, Watanzania kuliko Watanzania walioko Tanzania. Bahati mbaya nchi yao kama vile inawatupa. Hiyo ni fact, yani nafikiri ndo neno sahihi hapo. Hiyo ni fact. Sasa kwa namna hiyo, kati ya watu ambao nilizungumza nao kwamba kutakuwa na mkutano huu, wanasema wanataka waone undani na mwongozo hasa namna gani mipango ya baadaye ya chama na ya serikali inafanywa ili badala ya hali iliyopo sasa hivi kwamba diaspora wanapembejea nchi yao, iwe nchi inawapembejea diaspora. Kwani kama hatukufanya hivyo, tutapoteza sio tu kizazi kilichozaliwa Zanzibar na Tanzania na kuja huku kama diaspora, lakini pia tutapoteza na vizazi vyao, na ile faida yote ambayo ilikuwa ipatikane kutokana na hamasa na utashi wa diaspora zote zitaondoka. Kwa hivyo hilo ni swali moja ambalo kama ukilizungumzia baadaye, bila shaka waliopo watafurahi na wanaoangalia watajua. Lakini nawaambia wale ambao wanaangalia hawapo hapa sasa hivi, Mheshimiwa Makamu wa Kwanza wa Rais ana shughuli nyingi na ameacha shughuli hizo ili kutujia sisi, kuja kuwa karibu nasi. Kwa maana hiyo, ile shauku ambayo tunaitaka ya kwamba Tanzania, Zanzibar itujie kutuvuta watu wa diaspora ili tushikamane na nchi yetu ili kuweza kutoa michango yetu kwa karibu zaidi na kujihisi tuko karibu nao. Nafikiri ni wakati sasa kuangalia kwa makini watu kama hawa, kama mwenyekiti wa chama cha ACT ambaye ni makamu wa kwanza wa rais, basi ni mfano mzuri wa kuanza kufuatilia na kujitoa na kujitolea. Baada hayo niliyoyasema, kuna wazungu wanasema elephant in the room, na jambo hilo ni zito. Tanzania sasa hivi vyama vikuu vya upinzani kwa Zanzibar ni ACT, kwa bara ni Chadema, ambao na ACT pia ni chama kikuu cha upinzani pamoja na Chadema. Lakini kuna hii no reform no election. Wengine wanaweza kawa hataki aniguswe, lakini mheshimiwa, kama utaweza uambie moja kwa moja, hasa wale ambao ni wa Chadema na ni diaspora wanatuangalia, wafanye nini ili watuelewe na watu waelewe, tujue mapambano yetu ni pamoja. Kwa Wazanzibari wajue kwamba Zanzibar ni muhimu kuliko wao na chochote katika mambo ambayo wanayatafuta kwa duniani. Kwa maana hiyo, ukiwapa mwongozo au na maelezo itawasaidia. Hayo ndo ambayo nilisema nitayaweka mwishoni, lakini nimesikia kwamba kuna maswali ya ziada huku, na kabidhi microphone kwa wajumbe hao ambao watatoa maswali. Asante.
Mheshimiwa, umezungumzia, umetaja kuhusu transparency na wizi wa kura. Swali langu nauliza kama uwepo wa wafuatiliaji wa kimataifa itawezaje kuboresha kufanya hali kama hiyo isifanyike huko Zanzibar. Na swali la pili, chama cha ACT Wazalendo mna mikakati gani ya kuleta ajira zaidi kwa vijana na vile vile kuboresha hali ya kimaisha kiujumla kwa Wazanzibari? Asante. Asante sana Mheshimiwa. Nilikuwa na swali tu pamoja na maelekezo, labda waambie ambao wanatuangalia live pale ambao stream tofauti ya siasa za Zanzibar na bara, kwa sababu kumekuwa na mambo mengi yanayoendelea kwa kweli. Na kama unavyojua wenzetu kwa upande wa Zanzibar wanaona kama hatungi juhudi zile ambazo wanazitaka mpaka wametolewa. Najua wapi linaelekea katika mambo ya kisiasa. Swali ni kwamba labda utuambie tofauti ya siasa za Zanzibar na siasa za Tanganyika ziko vipi hapa kidogo. Asante. Mimi nimeandikiwa swali moja hapa. Nimeandikiwa kwamba kuhusu uhuru wa kuabudu Tanzania, wewe kama makamu wa rais unaonaje? Kwa sababu anasema Kenya, mtu ametoa maoni tu kuhusu rushwa kwenye jeshi la polisi, ametolewa roho yake. Na Gwajima amezungumzia kuhusu watu wasiojulikana Tanzania, kanisa lake limefungwa. Je, hawa wasiojulikana na uhuru wa kuabudu Tanzania wewe unauonaje? Kitu na maswali magumu kidogo. Mimi kwenye swala hili la uraia pacha, swala hili la haki za diaspora, mimi bado niko pale pale kwamba unajua ninachokiona mimi tatizo, na ambalo wakati mwingine linatokea kwenye nchi mbalimbali, tuiteje, dogmas. Mara nyingi unakuta nchi zinajizonga, zinajirejesha nyuma kwa sababu ya dogmas tu, kwamba wao wanaamini labda hivi ndiyo sawa na hawataki kuondoka hapo. Wa China yule Deng Xiaoping alipokuja na mapendekezo ya marekebisho, aliitwa majina yote, si ndio? Kaitwa Schroeder, sijui nani. Hata nchi ya Marekani wakati waliponunua Alaska, kuna kisa kimoja imeelezwa vizuri sana. Kuna mwandishi kuna watu wanamsoma humo, anaitwa Yuval Harari, na kitabu chake kimoja kaandika vingi, lakini kimoja ni 21 Lessons for the 21st Century. Anaeleza jinsi aliokuwa waziri wa mambo ya nje wa hapa alivyopigwa vita, akaitwa majina, mpaka Alaska yenyewe ikabadilishwa jina, ikaambiwa ni wazimu wa huyo waziri, ndio jina lake lilikuwa. Watu walipinga, wakwenda kununua barafu, kwani si tunao nyingi hapa. Lakini baadaye tuka realize kumbe kitu ina faida, tulikuwa tunapinga sote. Japani kabla hawajaondoka kwa mazingira ya vita South China na Manchuria,
wale wote waliamini kwamba hawezi kuendelea bila ya kuwa na South China na Manchuria. Ndio ilikuwa national dogma hiyo. Sasa na sisi Tanzania kuna vitu tunakuwa oversensitive, tunaona sisi labda wajanja, tunazo dogma zetu. Na mimi naiona dogma moja ni hii ya kwamba tunaona jambo la uraia pacha labda ni jambo kubwa sana, haliwezekani kwa Tanzania. Mimi naamini inawezekana, na mimi naamini kwamba lina tija. Kama tuna wasiwasi, tutafute namna ya manage. Lakini ulimwengu wa leo umeonyesha kwamba ikiwa leo unaweza kuwa na mchezaji mweusi kutoka Ghana katika timu ya Ujerumani, kama nimestaki niseme sana, lakini mnaijua Ujerumani leo ina mchezaji kutoka Ghana mweusi haicheza timu ya taifa. Tunaona wenzetu Morocco anaingia kwenye World Cup na wakawatikisa watu. Ni kwa sababu ya kukubali kanuni za leo za kidunia, kwamba una watu wako wameenda huko kutafuta maisha. Kwa nini unaweza iwe ni kikwazo? That's the rule of today. We should play by the rules of today. Mimi ndio imani yangu, ndio imani ya chama chetu pia, kwamba we must be pragmatic. You should open. Hatuna sababu ya kuogopa watoto wetu, simple kwa sababu wameondoka, kwa sababu leo tunaona ni wale, na ukilitazama hili wote wanaolizungumza kwa lina historia yake. Wengi walikuwa wanaliogopa kwa ajili ya Zanzibar, imani yao eti kuna watu wako pale Omani watarudi Zanzibar. Ukitazama jamani, Omani ile watu waliotoka kule wakaja huku ndio Omani ya leo. Huku yasikia wameulizwa baadhi ya wakubwa, si ndio? Na hayo ndio wamekuwa majibu yao, baadhi yao. Lakini ninachosema kwa ujumla wake, we have to be open minded. Hili jambo tulitizame kwa misingi yote kwa upana wake, na mimi sioni sababu binafsi ya kwamba sisi kama chama imani yetu ni hiyo. We have to be pragmatic, tuondokane na dogmas, twende to play by the rules of today. Swala la no reform, no election. Unajua, tunasema kila kuwa na maono tofauti ndio maana ya vyama. Ndio essence ya siasa, kwa sababu is a question ya apportionment of values, na kila mmoja akaweza kusimama na analo simama nalo. Haina maana kwamba yuko wrong, katizama kwa mtazamo wake, wala mwingine kwamba naye yuko sahihi. Ni tofauti ya maono. Tofauti yetu ni kwamba sisi tunasema njia hii ambayo wenzetu pengine wamechagua, sisi tumeshaipita, tunaijua miba yake. Umeshanifahamu? Kwa sababu unaposema kwamba wewe unakwenda na approach hiyo, unasema kwanza tukubaliane kwamba approach yao waliochukua ni sawa kwa mahitaji na maono ya chama chao, ni halali, na ndio inavyo. Kwa sababu ni ukweli, underlying fact, tukipenda tusipende, kwamba uwanja wa uchaguzi Tanzania hauko sawa. Kanuni zilizopo za uchaguzi, huwezi kuendesha hata mechi ya mpira. Yaani eti una kanuni ya mpira ya kwamba eti mwenzako mnaicheza pamoja, yeye ndo anaamua, referee, linesman, kamisa wa mchezo anaamua yeye, na uwanja mkacheze wapi leo anaamua yeye. Yana haki ya kwenda kufanya mazoezi kwenye, wewe huna haki. It doesn't make sense. Ndio ukweli, tuanze na kanuni hiyo ya kwamba
kusema kweli hatuna mazingira. Chama leo ukizungumza neno dogo, yani the very essence ya right ya kuzungumza leo ndio kosa la jinai kwenye nchi yetu. Wengine tulikuwa na ule bwana wa mwenezi wa CCM kasema maneno ambayo obviously yako wazi ni kosa la jinai. Unapolesema neno ambalo linaweza kuleta taharuki katika nchi, kwamba una chama eti Chadema wamenunua, wanatafuta virusi vya ugonjwa mbaya kama wa Ebola, sijui na ugonjwa gani, ili waje wavisambaze. That's very serious. Ni kosa la jinai kusema kauli kama hii. Hakuna alomuuliza, hata kuitwa polisi tu akahoji. Lakini wewe njoo useme neno dogo tu kwamba mara hii tukipigwa na sisi tutapigana. Hilo kosa la jinai. Kwamba eti kupiga wao ni sawa, kosa kurejesha. Kusema hilo ndio kosa. Anayefanya si kosa. Anayeua leo si kosa. Kosa kusema kaua. Anaiba si kosa. Kosa kusema kaiba. That's the craziest system ambayo tunayo leo. Ndio ukweli. Nchi hapo ndo tulipo. Kwa hivyo anayesema kwamba no, haiwezekani kwenda kwenye uchaguzi bila haya kurekebishwa, utasemaje hayuko sahihi? Lakini sisi tunachosema uko sahihi 100%. Lakini yasikilize zaidi yasiyosemwa kuliko yanayosemwa. Ndio usara tulizopewa na wazee wetu, kwamba usisikilize tu yanayosemwa, yasikilize vizuri, lakini yasikilize zaidi yasiyosemwa. Yani tumia hekima yako. Huyu unamwambia hivyo, huyu atakwenda kurekebisha. Maana tumefanya kikosi kazi, tumekubaliana mpaka tumefika pahala imerekebishwa tume, sheria imerekebishwa, lakini kilichorekebishwa waliopo ndo wale wale, lakini wamejigeuza leo wanaita tume huru ya uchaguzi. Sheria yote just basic ni law 101, kwamba unaporekebisha sheria, unapotunga sheria mpya, maana yake unaondoa certain mischief. Kuna tatizo unalotaka kuliondoa. Sasa leo kwa unataka kuliondoa hilo, umeshatunga sheria, hutafuti namna ya kusema kwamba kweli itahitaji labda katiba irekebishwe, lakini hawa nao namna nyingine ya kumanage. Tunaona mangapi yanayofanywa kinyume na katiba. Pale Zanzibar tulikuwa na jaji mkuu. Katiba yetu ya Zanzibar inasema kwamba hawezi kuondolewa mpaka nafasi labda akubali mwenyewe baada ya kushauriwa kwamba wanataka kukupa nafasi nyingine, lakini kaondolewa. Hakuna consultation, hakuna chochote. Leo kuna wabunge. Tulikuwa na karibuni Balozi Mbaruku, alikuwa mbunge, alikuwa naibu waziri, kaondolewa naibu waziri, kaambiwa bwana tupishe nafasi tunataka kuitumia, sikajiuzulu ubunge, kachaguliwa mtu mwingine, si ndio? Hawa wa tume uchaguzi, what is so special about them? Hawasemezeki, hawaambiziki kwamba tuna tatizo la kitaifa, tunataka kulitatua, tutengeneze credibility katika uchaguzi wetu, na hili tumeshafikia maamuzi. Kwa hivyo nasema kwamba sasa tumefika hapo na bado hili hatukutaka kulitekeleza. Tuna tume uchaguzi, mimi wanaambia imekuwa kama yule Joti. Maana Joti akivaa kilemba anaitwa Amije, akivaa ile gauni anakuwa Kiboga, si ndio? Lakini Joti yule yule. Hauzipo.
ndio tume yetu. Sasa eti kwa sababu sheria imesema ni huru ndio imeshakuwa huru. This very strange. Watu wazima, nchi yenye heshima kama Tanzania. Lakini sisi tunasema haya mapori tumeshapita, haya mabonde tunajua tope zake. Tunasema tu hawa jamaa lazima ukapambane nao uwanjani, kwa sababu hawa wananchi wamejua na wenyewe wamejijua, kwa sababu wananchi wameona, wamewakataa kwa sababu tulishiriki uchaguzi. Hakujawahi kuwa na uchaguzi huru na haki Tanzania. Kulikuwa tu na maneno ya Kiswahili na Kinehe, kulikuwa na lakini na hatujawahi. Ndio hivi hivi, msukume mwangushe, kaanguka. Hadithi ya mbwa siku zote imekuwa angukae ndiye anainamiwa. Ndio maana nasema akili, uzoefu tulioupata, hawa hawarekebishi, watafanya mambo yawe wasi. Imetokea sisi 2016, si tulisusia uchaguzi, walirekebisha, waliamua kuharibu zaidi. Haikuja kuwasaidia 2020 bidi waue watu chungu nzima, lakini si wamo kwenye serikali. Nakwenda tena mtu ambaye anajijua mwenyewe na kura 30, lakini akizungumza utafikiria mbunge wa kweli kweli, kumbe kaupata kwa wizi. Ndio nchi yetu tulivyo. Lazima mambo uwe pragmatic, ndio tunachosema. Tutafika pahala. Lakini hawa ukitoa jeshi uwanjani, ukiwatoa nini, huu moto unakuwa sisemu, hawafanyi hayo wanaofanya bure. Ndio maana Zanzibar tokea tumeanza chaguzi za vyama vingi, watu wanauliwa, wakipigwa, wakifanywa nini, nakumbuka. Lakini watu kule wanapigwa, lakini wanarudi kupigwa kwao, mateso yao wanakufanyia utani. Leo Melody itapigwa wapi? Usifikiri ni tarab, wanakwenda kupigwa watu. Lakini walisema hatuondoe mguu hapa, hawa jamaa tutakwenda nao hivi hivi. Mwaka wa 30 tunakwenda hivi hivi, wanaua, wakijeruhi, wakitizama watu wako vile vile. Ukipambana na wana Masumbu na yule kutoka huko Amerika Kusini huko, utampiga we, akumtizama na kutizama hivi hivi, haanguki. Utaanguka wewe mpigaji. Kwa hivyo na sisi tunasema kwamba tunachotofautiana ni hekima, ni mtazamo, ni mbinu za. That's the difference. Lakini si kwamba hawana hoja, si kwamba tunadharau hoja zao, si kwamba tunachotofautiana ni vizuri tuna wao wakaheshimu na sisi hoja yetu na msimamo wetu na maamuzi yetu. Isiwe ya kudharauliana. Sisi hatumdharau mtu, kwa sababu tunaamini wana hoja na ni ukweli. Tunachotofautiana ni hicho tu. Kwa hiyo ndugu yangu, hata usema siasa za Zanzibar na bara zinatofautiana vipi? Tofauti yake Zanzibar tuna uzoefu. Haya mapori tumesha yapita. Sisi tunajua, ukimwona sasa anaanza pamoja, wewe ana kila kitu. Sasa bwana sema sisi tumejenga, tumefanya, sawa, haikutoshi. Si kizuri cha jiuza. Sasa shida yako iko wapi? Mpaka tena Kwa hivyo ukiona wao wamenini hivi, ujue wenyewe wameshashtuka. Huko kwa wananchi hawako vizuri. Ndio hilo. Kwa hivyo haya yaliyotokea leo bara, haya kwa Zanzibar hajatokea leo, yametokea zamani. Tokea tumeanza chaguzi 95 ndio hivi hivi. Kuna watu wamevunjiwa majumba yao, kuna watu kule Zanzibar watu hawajahajiri kwa sababu ya kupenda. Wengi wamehajiri kwa sababu ya shida, dhiki walizoingizwa, mateso waliofanyiwa. Kuna watu nikikwambia mimi, unamkuta huyu Muislamu, tena unamkuta chini ya imamu, lakini huyu anakwenda kufanya vitendo Firauni hajawahi kuvifanya, kwa sababu eti yuko kwenye chombo cha usalama, kwa sababu ni polisi.
na mwisho wa siku humoni alilolipata. Tunao ndugu zetu wengi afiriti walikuwa wabaya kweli kweli, lakini leo kastaafu kakumbana na kikokotoo nyanga ukimwona. Wenzake wanamuona. Anakuja kumuomba, yule alompiga ndo anakuja kumuomba leo. Maana huyu angalau hali yake afadhali, kapigwa kakaa pembeni, Mungu kamfungulia mlango mwingine wa riziki, anaendelea. Lakini wewe kapigwa, kapewa kitu kiduchu alipo staafu, kakutana na kipensheni, kenda kanunua gari, siku 2-3 limekolapsi, yuko mtaani huko, na kashapiga watu wote huko mtaani kwake. Sasa tofauti ni kwamba kule watu walikataa zamani, walisimama zamani, na wakaanza kupigwa zamani, wakaanza kupambana zamani. Hasa ukubara yanakuwa imported, yale ukitokea Zanzibar hana tofauti hata moja, kwa sababu na ukubara nako watu wameanza kukataa. Ndio hilo tu, lakini otherwise hakuna. Sioni kama nimalizie hili la kwamba je, suala la kwamba kukiwa na international observers itasaidia. Sisi tunaamini itasaidia, lakini msaada mdogo sana. Kwa nini? Kwa sababu uchaguzi ni sasa. Wakati ule wanapokuja wao inakuwa ni wakati wa kuhesabu kura tu. Wanaona, kwa sababu uchaguzi sasa ni wakati wa kuandikisha wapiga kura, waliotolewa, walio nini, walioingizwa, waliokuwa sio, ni sasa hivi. Sasa wao hawapo, yanafanyika hayo. Watakuja wakati na zamani ilikuwa wanakuja tokea wakati wa uandikishaji wa wapiga kura. This time hawakuja, sababu pia hakuruhusiwa wengine. Wameomba hakuruhusi kwa maksudi. Lakini la pili, tukubali kwamba geopolitics is changing. Wachache wana appetite leo ya kusimama na misingi ya utu na ubinadamu. Watu wanatizama maslahi yao. Mchina sija katupita, nani ndio dunia iliko huko. Kwa hivyo ile watu kwa fahamu na nini. Lakini kwa observer wengine wa nchi za Afrika watakuja washaandika ripoti hata uchaguzi bado. Naam. Nasema hayo kwa kuyajua. Kwa hivyo anakuja kuendozi zaidi kuliko au natoka East Africa, saa nyingine SADC, AU. Kwa hiyo kusema kweli tuna kazi na inabidi watu wenyewe wakubali kupambana ndani. Mimi naamini katika internal solution, lakini huwezi kuacha kuengage na wengine. Wawepo na waone, kwa sababu they add to the voice. Na wakati mwingine kuna namna ambayo inasaidia, lakini tuna advocate hiyo na tunayo tamaa kwamba watakuwepo. Na huko nyuma wamekuwepo, wamesema, lakini hakuna hatua ambayo imechukuliwa. Na wakati mwingine kutokujali kwetu, kwa sababu kwa mfano Marekani hapa waliondoa msaada wa MCC grant ya more than $700 million. That was a lot of money. Bara kule walisafa miradi ya REA more than $500 million. That was a lot of money as a grant. Si Zanzibar umeme leo tulionao pale Zanzibar, barabara tulizonazo Pemba, Mtambwe, sijui wapi ni matokeo ya $34 million as a grant ya Marekani. Lakini tukasema basi lakini kuambia tuwe na discipline kwenye uchaguzi, kwenye governance, tukasema haiwezekani, tukakubali tukose awamu ya pili ya MCC. Kwa hiyo ndio leo tulipo. Kwa hiyo kusema kweli itasaidia, lakini kwa kiasi tunavyoona, lakini bado tuna engage wengine walete observers. Swala la ajira na vijana, kwamba je, tuna mikakati gani? Sisi kwa upande wa Zanzibar, labda niseme upande wa Zanzibar
La kwanza, Zanzibar leo tuna hoteli zaidi ya 700 na mengine ya klasi kabisa. Lakini ukitazama kwa mfano, twende katika ile basic ambayo tayari soko lipo, ni hao vijana kuwawezesha wakaweza kulitumia. Ni sure ni soko la uhakika, kwa sababu you can make internal regulations na ukaweza kubuni. La kwanza, leo naenda kwa HR officers takriban 95% wanatoka nje ya Zanzibar. Pale tuna vijana wamemaliza degree ya HR, wengine wamemaliza sheria na nini. Tumeshindwa kuwa repackage, kuwafanyia reorientation, kwa sababu ni kweli kwamba kuna upungufu. Wamepata academic knowledge, lakini practical knowledge, uwezo wao, working values zao Zanzibar bado zina tatizo. Lazima hawa watu wa repackage waweze kuajirika. Tuli advocate sana hilo kwamba tuwe na utaratibu wa katika ile empowerment program yetu, tuwawezeshe hawa, halafu ndani unafanya utaratibu wako wa accreditation, hawa wanaweza kupata ajira, na sio kwenye nini, tuna katika sehemu nyingine vile vile, as long as wame meet minimum standard. Lakini la pili ni kwamba leo 80% ya poultry products, mayai, kuku, inatoka nje ya Zanzibar. Lakini leo kuweza kuwawezesha vijana, na wapo wengine, kwa sababu kuwawezesha huwezi kumwambia mtu hajawahi kufuga kama mimi, ukaniambia mimi unipe mtaji wa shilingi bilioni 5 niende kaze kufuga. Ama nitazila au sitoweza hiyo kazi. Ina utaalamu wake, ina masharti yake. Lakini kama utaanza na wale ambao tayari wameshatangulia, wanaweza kuzalisha parent stock, wakazalisha vifaranga, ukawajengea uwezo, ukawasaidia kununua hatcheries na mambo mengine. Tunaamini sisi leo ukiwawezesha watu pengine karibu 50 tu sasa, effect yake na nini yake inakuwa ni kubwa sana, ya kuweza wao kuajiri wengine na wakakuwa na pengine wakalipa kodi na wakafanya na mengine. Lakini leo 80% ya vegetable sinatoka nje ya Zanzibar. Na leo duniani kuna teknolojia kila aina, vertical farming, kuna greenhouses, kuna aina ambayo itahakikisha constant supply, quality products za kupeleka kwenye haya. Kwa sababu humo wanamochukua mwingine, nitasema wanachukua kwa watu wa namna hii. Leo mtu ana ardhi kama hapa ukumbi huu, lakini amefanya vertical farming, anatumia teknolojia ya kisasa, anazalisha kila kitu. Herbs unaweza ukashangaa, lakini ni katika moja katika consumable kubwa ya mahoteli. Tuna furniture, kuna baadhi ya mahoteli pale wenyewe wamechukua mashine hizi za kisasa za molding, sijui za nini, wameleta pale. Tuna bahati ambao nzuri sana. Siku hizi wanachanganya joinery, wanachanganya mbao, wanachanganya na steel fabrication, pata furniture za kisasa kabisa. Ni kuwasaidia, na tunao wengi very talented. Kuna wakati walikuwa wanauza furniture nyingi Afrika Kusini za mnazi, lakini leo hakuna mtu hata mmoja anayeuza furniture kwenye mahoteli na handicrafts nyingine na vingine hivi vingi. Kwa hivyo soko liko kubwa sana. Ni where do you put your priority katika. Lakini Zanzibar ni nchi ya maritime, lakini leo vijana wachache wanaoajiriwa katika sekta ya bahari, kwenye crew, kwenye katika fani mbalimbali, kwenye aviation the same, kwenye ground handling kuna mambo chungu nzima, kuna na huduma nyingine nyingi. Kwa hivyo sisi tunachosema kwamba fursa zipo, muhimu ni kuwa na clear policies ambazo zitawafanya tuwana. Sasa hivi hatuna empowerment program, kilichopo ni social action. Unataka kumchukua mtu unampa 500,000, unampa 1,000,000, unamwambia huyo umerasimisha tu kwamba wewe ni maskini rasmi. Lakini empowerment unaanza na wale kushakutangulia, ili na wao
Mimi hapa nikisema Sheikh Omar nimkamate mkono hapa nimnyanyue nitaweza. Lakini na mimi nikikaa kitako nimwambie nimnyanyue, haiwezekani. Mmoja lazima awe amesimama ndo amshike mkono ndo itawezekana. Kwa hivyo ni kuwa na clear empowerment. Tunaamini inawezekana, ziko fursa nyingi na mambo mengi. Kwa hivyo kwetu sisi we are very clear on that, na our sense of direction iko clear. Tunaamini kwamba tunaweza kumfanya kila mmoja akaweza nimalizie hili la mwisho kabisa la uhuru wa kuabudu na suala la Gwajima. Sijui kama lina majibu hasa. Mimi ni vitu vingine jamani, lazima tuwe pragmatic, tuwe wa kweli tu. Tuwe wa kweli. Mimi bahati nzuri nimefanya kazi serikalini kwa muda mrefu. Na nimekuwa kwenye hizi shughuli hizi. Najua kwa nini leo tunafanya makosa haya. Swala kwa mfano la mtu kazungumza aliozungumza, tuna mifano sisi tumeshapita huko, tunasema inaonesha hatujifunzi tu sisi kwenye nini yetu. La kwanza tatizo letu tumetengeneza institution ambazo ni very sensitive, zinaongozwa na watu ambao mediocre ni kubwa sana. Kwa sababu gani? Kwa sababu hatuna utaratibu mzuri wa recruitment. Nobody leo is appointed on merit. Sasa hivi we are guided by uchawa wa watu wengi, ndio ukweli. Unamkuta mtu leo kapewa very sensitive position, lakini hamna kitu, ndio ukweli. Na kama mna kitu, kusema kweli uwezo wake, uadilifu wake wa chini sana. Leo mtu pahali ambapo kuna nafasi ya kwamba atende uadilifu, kwa maksudi tunatafuta mtu ambaye si muadilifu ndio anapewa nafasi. Leo mfano na chombo kama registrar of political parties, that's very sensitive, inaamua hatima ya nchi. Lakini hivi waulize watu wa vyama wanaridhika? Nakuta kuna watu pale wanashiriki katika mambo ya uhalifu kinyume na sheria, and nobody's taken into account. Ndio ukweli. Kwa hiyo leo tuna institutions ambazo ziko very weak, na ukiwa na institution ambayo ni very weak, atakayesafa kwanza ni kiongozi. Kwa sababu wanasema Waswahili, bora adui mwerevu kuliko rafiki mjinga. Bora adui mwerevu kuliko rafiki mjinga. Mfahamiana? Najua mimi nimekaa DPP. Leo na mtu katoka mtu kenda kumchomea hoteli moto yule Binaila Jidawi. Mchana kweupe. Kwa jeuri, kwa sababu anajua mimi ni mwenezi wa chama. Nani atanishika? Na tulipoanza mtu anashangaa, anaanza kuja waziri, anaanza sijui kuja nani, unaitwa mpaka kwa waziri kiongozi, kwamba manake tuna tatizo la siasa, hawa watu kule watarudisha kadi. Sasa sio problem. Mimi DPP nani husu nini? Lakini tayari wewe ushakuwa mbaya kwamba umemkatalia waziri kiongozi usifute kesi. Huyu naambia mimi ni representative, manake kwenye mambo haya ya criminal justice serikali imeteke monopoly of violence. Anayeonewa serikali ndio inamsimamia, whether unampenda humpendi. Sasa leo unafika pahala mtu anafanya makosa, anaonekana, anajulikana, simple. Sisi tumekwenda nao kesi ile mpaka wakafika pahala wakafungwa. Yeye kufungwa kwa mbinde, Ason kafungwa miaka 3. Sheria inasema minimum sentence 7 years. Tumekata rufaa, ndio umekuwa ugomvi zaidi. Kwa nini nimekata rufaa? Nyie hawa watu mmewakamia. Akaambia
Sasa mimi sikujiteua mimi mwenyewe. Kwa hivyo you need people ambao ni very firm. Maalim Seif Sharif kashtaki na nani hao kina Machano wameshtakiwa kwa uhaini, watu 18 wale, lakini mpaka kesi ile imeamuliwa na mahakama ya rufaa, serikali hatukuwa na charge sheet, kwa sababu kuandaa kesi ya uhaini charge sheet yake ni maalumu, ina utaratibu maalumu. Leo ni aibu. Maana nchi ile alhamdulillah tumesomesha wanasheria, kuna watu wabobezi, lakini unamweka mtu ambaye hawezi kukuambia kweli. Wamekaa watu wa uamsho wale miaka 7, watu na familia zao na nini, kwa sababu ya ushauri mbovu wa mtu, kwa sababu amfurahishe mtu ambaye nani. Time serikali inapata hasara kubwa sana. Mimi nimekuwa wakili, nimesimamia kesi ambayo serikali, believe me, ilikuwa haikuwa na sababu ya kupata hasara hata ya shilingi 1. Imefika pahala serikali imepata hasara ya 2 billion shillings, shilingi bilioni 2 kwa kesi ambayo essence kuna mtu tu alitaka apate milioni 40, kwa sababu una attorney general ambaye hakujiamini kumwambia mkubwa kwamba no, this is wrong, hii sio kesi ya kwenda mahakamani. Matokeo yake leo wanaosafa ni nani? Reputation ya viongozi ya nchi, wanaonekana kama ni wao, lakini wanashauriwa vibaya tu. Wakati mwingine ni ushauri uliokuwa sio sawa. Kwa hiyo nachosema ni kwamba bahati mbaya tunalipa, tunapita wakati mwingine kwenye kipindi, wala si kwa sababu ya viongozi. Viongozi hao wangekuwa wanashauriwa vizuri, wangekuwa napata ushauri wa kweli, tungekuwa tuna mfumo mzuri wa kuwaweka watu proper kwa kila nafasi inayohitajika. Haya ingepungua. Kuna mahala sio mwa kufanya siasa, kuna mahala implication yake inakwenda ina reflect image ya nchi. Ni vitu kwa very sensitive. Kwa hivyo hakuna issue hasa ya uhuru wa kuabudu. Kuna utatizo, niseme tuwe wa kweli kwamba nadhani mifumo yetu haijakaa sawa. Tuna leo wengi watu wanapewa nafasi kubwa, lakini kwa sababu ni machawa tu ndio unawapelekea, na watu wamegundua hilo sasa. Kwa hivyo kila mtu kajichawisha. Sasa wengine wamekuwa mende mpita tu. Asante.